Bana, na kutoa Bongo na kupeleka Middle East, Mashariki ya Kati. Tunazifahamu nchi ambazo ziko huko na kile ambacho kinaendelea. Mgogoro mkubwa kabisa, mgogoro wa kivita kati ya Israeli pamoja na Iran. Na mara ya mwisho nilikwambia kwamba nitakuja kukuambia ni kwa nini Iran imekuwa ikifeli mara nyingi kuwa na uwezo wa kumiliki bomu la nyuklia, na kwa namna gani ambavyo Israeli imekuwa kiogopa uwezo wa Iran kufikia hadi hatua ya kumiliki bomu la nyuklia. Na siku zote tunakuwa tukitaja matumizi ya silaha za nyuklia pale ambapo tunaona migogoro ya kivita, tunahisi pengine labda mataifa haya ambayo yameingia kwenye vita yanaweza kufikia hatua ya kutumia silaha nzito za kivita ambazo ni kama hydrogen bombs pamoja na atomic bombs. Hizi ni aina za mabomu ya nyuklia. Kuna atomic pamoja na hydrogen. Japo tumekuwa tukizoea sana kulitamka ili bomu la atomic bombs ndio ambalo pengine limekuwa popular sana, limekuwa likizungumzika kwa sababu katika historia ya kidunia kwa mara kwanza limetumika kule Nagasaki pamoja na Hiroshima. Kwa hiyo tunafahamu madhara ya atomic bombs kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea, na ndio maana tumekuwa tukilizungumzia. Lakini kuna aina hizi mbili ambazo nimekutajia za aina ya mabomu ya nyuklia. Sasa katika hivi vita ambavyo vinaendelea kati ya Iran, ama msuguano huu ambao unaendelea kati ya Iran pamoja na Israeli, tumekuwa tukijiuliza kati ya Israeli pamoja na Iran, nani ana uwezo wa kumiliki bomu la nyuklia? Ama mpaka sasa ni nani ambaye anamiliki silaha ya nyuklia? Je, ni Irani au ni Israeli? Israeli kwa nini amekuwa akihofia sana Irani kumiliki bomu la nyuklia? Ni sababu zipi ambazo zinamfanya Israeli aweze kumhofia Iran? Sasa hili kuweza kufahamu mawazo ya Israeli kumhofia Iran kumiliki bomu la nyuklia, tunatakiwa turudi miaka ya nyuma kidogo. Yaani kuna miaka ambayo nitakutajia hapa. Hiyo ni miaka ambayo inaamua kile ambacho Israeli anakihofia kwa Iran. Tuanze mwaka 1980 hadi mwaka 1990. Unaona hapa kuna interval ya miaka 10. Hiki ni kipindi ambacho Iran imekuwa na wazo, imekuwa ikifanya mikakati kuweka project za kuweza kumiliki bomu la nyuklia. Mazingira ni wapi? Iran anafanyia mazingira sehemu zake za siri. Ni sehemu ambazo inakuwa ni ngumu sana kuweza kupata taarifa zake. Ni sehemu ambazo ziko mbali na miji mikuu kuepusha madhara endapo pale zitavamiwa, lakini ni sehemu ambazo pia zilikuwa ziko jangwani, sehemu ambazo ni kame. Ndio huko Iran alikuwa anafanya project zake za kujipa uwezo na kuzalisha na kuyachakata madini ya uranium ili aweze kufikia hatua ya kuweza kuzalisha bomu la nyuklia. Sasa kuanzia mwaka 1980 mpaka 1990 Iran imekuwa ikiwa na mchakato huo. Sasa Israeli kupitia vitengo vyake vya kijasusi, mfano kama kitengo kikubwa sana cha Mossad, wamekuwa wakipata hizo taarifa za kiintelijensia. So wakaanza kupiga kelele na kuwahofia Iran kuwa na uwezo wa kumiliki bomu la nyuklia. Kwa nini wanahofia? Ni pale ambapo Iran anaiona Israeli ni adui kwa Uislamu na anataka kuifuta na kuiondoa kabisa kwenye mipaka ya Palestina. Na tunafahamu kwamba Iran imekuwa ikiwasapoti Hezbollah ambao wapo kule Syria, lakini pia imekuwa ikiwasapoti Hamas pamoja na Islamic Jihad. Imekuwa ikiwasapoti katika mfumo wa intelijensia, taarifa za kijeshi, lakini pia imekuwa ikiwasapoti kwa silaha na mbinu za kijeshi, namna gani ambavyo wanatakiwa wapange mikakati yao. Na ndio maana umeona hivi vikundi vimekuwa vikisumbua sana Israeli, na ndio maana pia Israeli amekuwa akijitahidi sana kumzuia Muirani asiweze kutanua nguvu yake pale Middle East na kupata ushawishi. Sasa Israeli imekuwa ikimhofia Iran kwa namna hiyo kwamba ili taifa likipata uwezo wa likiwa na uwezo wa kuweza kumiliki bomu la nyuklia itakuwa ni hatari kwangu, kwa sababu sasa itambidi pia na yeye awe na nguvu kubwa ambayo inaweza kufanana na Muirani ama pengine kuzidi Iran. Lakini pia kuna mkataba wa mataifa ambayo yanamiliki uwezo wa kuzalisha mabomu ya nyuklia. Kuna mikataba hiyo ambayo wameweka na wamesaini kwamba lisitokee taifa lingine tena likapata uwezo huu, kwa sababu mataifa yakiwa mengi ambayo yana uwezo wa nyuklia, basi balance ya dunia itashake. So wenye nguvu wakiwepo wengi sana, mtifuano unakuwa mkubwa sana, mafala hawezi kuwa wengi sana. Kwa hiyo kuna mkataba hiyo ya kimataifa kudhibiti nchi zingine zisifikie
kufikia huo uwezo. Sasa Israeli kuna hii miaka 1980 hadi mwaka 1990 ilianza kupiga kelele. So ikapiga kelele, ikamshawishi Marekani, akapiga kelele Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba Iran haifikii uwezo wa kumiliki bomu la nyuklia. Lakini pia Iran imekuwa ikijitetea kwamba yenyewe ina mpango wa nyuklia safi, matumizi ya nishati, haina lengo la kufikia uwezo wa kumiliki bomu la nyuklia. Lakini pia unaweza kujiuliza swali kama hili hapa. Urusi, Russia ana ushirika mkubwa sana na nchi ya Iran. Pia na yeye yupo ni miongoni mwa taifa ambalo linamiliki silaha za nyuklia. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini Russia asichukue hata mabomu matatu tu akampa Iran, ikiwa amekuwa akimsaidia katika teknolojia na uendeshaji wa mipango na utengenezaji wa viwanda vya kuzalisha nishati safi ambayo inatokana na madini ya uranium pamoja na plutonium. Sasa kwa nini anakuwa amfikishi katika uwezo wa kutengeneza na kuwa na bomu la nyuklia? Unaweza kujiuliza swali hilo kwamba pengine labda Russia ni snitch. So unakuja kugundua kwamba Russia inabanwa na mikataba ambayo imewekwa kimataifa, mikataba ambayo pia Russia ameingia. Russia ipo chini ya mikataba ambayo inaunda mataifa ambayo yanamiliki silaha za nyuklia. Kwa hiyo hawezi akampatia Iran bomu la nyuklia kwa sababu mikataba hiyo inambana. Lakini pia ukiangalia pia Russia anaogopa kwamba Iran akipata nguvu iliyopitiliza basi pale Middle East apata kalika. Iran akiwa na uwezo wa kuwa na bomu la nyuklia anaweza akashambuliwa wakati wowote ule pale. Israeli pamoja na Marekani inaweza kumshambulia Iran wakati wowote, hata kile kipindi ambacho hayo mabomu hajaanza kuyarusha. Kwa kabla yeye hajaanza kushambulia kupitia mabomu, basi anaweza akashambuliwa. Kwa hiyo Urusi kutokumpatia bomu la nyuklia Iran anaepusha kutanua mgogoro ndani ya Middle East, kwa sababu pia ni sehemu ambayo ana maslahi napo. Kwa hiyo hawezi akariski kumpatia Iran bomu. Sasa Israeli amekuwa akifanya michakato mingi sana kuhakikisha kwamba anamzuia Iran asiweze kuwa na bomu la nyuklia. Nimekutajia miaka, lakini pia tunakuja miaka 2005 mpaka 2015. Pia kuna interval ya miaka 10 hapa. Israel sasa amekuwa akiingia kazini moja kwa moja kufanya uchunguzi, kufanya upelelezi, kukusanya intelijensia ni sehemu gani ambazo Iran amekuwa akifanya michakato yake ya kuweza kuzalisha na kuyachakata madini ya uranium pamoja na plutonium kufikia uwezo wa 90% kuweza kumiliki bomu la nyuklia. Akaja na mkakati ambao ulikuwa unafahamika kama Olympics Games. Akaja na operation nyingi sana ambazo hizo operation pia alitengeneza cyber attack. Alitengeneza virusi ambavyo vinafahamika kama wanakuja na mkakati wa cyber attack, kuvishambulia vinu vya nyuklia, kushambulia site za nyuklia ambazo zimekuwa zikifanya michakato ya kuyawezesha madini ya uranium pamoja na plutonium yaweze kufikia 90% ili iweze kupatikana bomu ndani ya Iran. Wanatengeneza virusi ambavyo vilikuwa vinaitwa Stuxnet. Hivi ni virusi ambavyo vilienda kushambulia mifumo ya kikompyuta na uendeshaji wa viwanda hivyo, vika slow down mchakato kwenye 20% hadi 30%. Hii hapa ilisababisha Iran waweze kuchelewa kuweza kufikia uwezo wa kumiliki hilo bomu. Lakini huku nje Iran amekuwa akijitetea kwamba wanafanya michakato ya kupata nishati safi kwa ajili ya matumizi ya majumbani, matumizi ya umeme. Hawahitaji kufikia hatua ya kumiliki bomu la nyuklia. Iran amekuwa akisema hivyo siku zote. So Israeli ikatengeneza cyber attack, ikatengeneza huo virusi na kuvipenyeza kwenye mitambo, mashine kabisa, kompyuta ambazo zimekuwa zikiendesha mifumo na kuslow down mfumo hadi 20% hadi kufikia 30%. Lengo ni kuwachelewesha na kuangalia namna gani pia wanaweza wakafanya. Lakini pia huku nje diplomasia zilikuwa zikitumika sana kuasi kwamba Iran wasifikie uwezo wa kuweza kumiliki bomu la nyuklia ama kuichakata
kuyachakata madini ya uranium pamoja na plutonium kuweza kufikia hatua ya 90% kuweza kumiliki bomu. Sasa michakato ya diplomasia imekuwa ikifanyika. Ni kwa nini Israeli anamhofia Iran? Kwa sababu Iran, viongozi wake wakuu wametamka wazi kabisa kwamba Israeli ni taifa adui kwa Uislamu, linafaa lipotee. Wanaofia hapo kwamba sasa kabla hajafikia uwezo wa kumiliki bomu, ukiangalia kilomita za mraba za taifa la Israeli ni ndogo sana. Kwa hiyo kwa bomu kama lile la bomu dogo tu ile pale la Nagasaki pamoja na Hiroshima inaweza likaathiri population kubwa ya watu. Kwa bomu dogo tu ambalo lilikuwa limepigwa pale Nagasaki pamoja na Hiroshima, Israeli inaweza ikaathirika kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo wamekuwa wakihofia kwamba nchi ambazo tumekuwa tuna misuguano nazo hapa Middle East zisiweze kufikia uwezo wa kuweza kumiliki bomu la nuclear. Unaweza kuona kama nchi kama Pakistan ina uwezo wa kumiliki bomu la nuclear, lakini nchi kama Iran kwa nini inashindwa? Ndio moja ya vigezo hivyo ambavyo wanatumia. Israeli ambaye ni mshirika mkubwa sana pale wa Marekani Middle East, amekuwa akisaidiwa na Marekani, mshirika wake ambaye pia Marekani amekuwa akiitumia kama Israeli ni kambi, amekuwa akiitumia kama Israeli ni watch tower kutazama kila kitu ambacho kinaendelea pale Middle East. Kwa hiyo lazima aweze kuyalinda na kuyazingatia maslahi ya taifa la Israeli. Marekani amekuwa akitazama hivyo. Sasa turudi hapa. Baada ya mitambo ya Iran hiyo kushambuliwa sasa na hizo Stuxnet virus ambazo zilikuwa zimepenyezwa kwenye mifumo ya uendeshaji wa hiyo mitambo, operation nyingine kaja kutokea. Operation hii wanasayansi wengi kabisa sana wa Iran ambao walikuwa wanafanya utafiti, uchunguzi na namna gani ambavyo watatekeleza hiyo miradi, wakaanza kuuliwa mmoja mmoja. Hiyo ilikuwa ni 2010 hadi 2000 hiyo ilikuwa ni 2005 hadi 2000, hiyo ilikuwa ni 2005 hadi 2012. Mauaji yao yalikuwa yametekelezwa sana. Wanasayansi wengi sana wa Irani, lakini pia watafiti, maengineer wengi sana ambao walikuwa kuna hizo kandarasi, wengi walikuwa wameuliwa sana. Lakini kulikuwa na mashambulizi ambayo Marekani alikuwa anafanya kutokea kwenye kambi za kijeshi ambazo yeye ameziweka pale Iraq. Alikuwa anashambulia, na siku zote Iran amekuwa akimlaumu Israeli kwa mashambulio hayo pamoja na mauaji ya viongozi pamoja na maengineer waliokuwa kwenye mradi wa kurutubisha uwezo wa uranium pamoja na plutonium kuweza kufikia uwezo wa kumiliki nishati ya nuclear weapons. Wamekuwa kimlaumu Israeli kwamba amekuwa akishambulia watu wake, lakini Israeli haijawahi kukiri hadharani kama imeweza kufanya hiko kitu. Kwa mashambulizi yao yamekuwa yakifanyika sana. Lakini kuna lile tukio kubwa ambalo shirika la ujasusi la Mossad ambalo liliingia kuweza kuiba taarifa. Hiyo ilikuwa ni 2018. Waliweza kuingia ndani ya Iran na kuiba taarifa, document zote ambazo zilikuwa zinaonesha mkakati mzima wa utengenezaji wa mabomu ya nyuklia ndani ya Iran. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa picha hiyo unaona kwamba ni kwa namna gani ambavyo Israeli imekuwa ikiogopa kwa nini Iran asiwe na bomu la nyuklia. Unatakiwa uelewe, kwa wale ambao wamesoma kidogo physics, so watakuwa naelewa, ili taifa liweze kuwa na kumiliki bomu la nyuklia ama kuzalisha bomu la nyuklia pamoja na teknolojia yake, wanatakiwa waichakate uranium safi hadi kufikia uwezo wa 90% na kuendelea. Pale ndio unaweza kupata silaha ya nyuklia. Lakini chini hapo unaweza kaitumia energy katika matumizi mengine. Mara nyingi imekuwa ikitumika katika matumizi ya nishati, na Iran zote amekuwa akisema kwamba matumizi yake ni hayo. Na kwa kitu ambacho kimetokea mwezi huu, mapigano haya ambayo yanaendelea kati ya Israeli pamoja na Iran, kiburi hiki ambacho Iran yuko nacho, unahisi kwamba tayari analo bomu la nyuklia, unahisi kwamba tayari amefikia uwezo wa kuzalisha nyuklia? Unaweza kusema na comment hapo kaniambia kwa hiki kiburi ambacho Iran ameweza kumdindia Marekani na kumuonesha Israeli kwamba naweza nikakupiga kutokea kwangu hadi nikafika kwako, na hata wale watu ambao wanakusapoti nchi za Ulaya wasiweze kuniambia kitu chochote. Unafikiri ni kweli
Iran amefikia uwezo wa kumiliki bomu la nyuklia. So kwa mtazamo huo, mpaka hapo tumeweza kufahamu ni kwa nini Israel imekuwa ikiogopa Iran kuwa na bomu la nyuklia.